Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Timotheo sura ya 1, waraka wa kwanza. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha kwanza cha Timotheo sura ya 1. Tutaanza na siri ya kwanza, onyo juu ya walimu waongo. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 11 inasema: Paulo mtume wa Kristo Yesu, kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na Kristo Yesu taraja letu. Kwa Timotheo mwanangu, hasa katika imani, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Kama vile nilivyokusihi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakaze wengine wasifundishe elimu nyingine, wala wasiangalie hadithi na nasaba zilizo na ukomo ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani, basi ufanye hivyo. Walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili, wapendao kuwa walimu wa sheria, ingawa hawayafahamu wasemayo, wala mambo yale wayanenayo kwa udhabiti. Lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali, akifahamu neno hili ya kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasio mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo, nao waapao kwa uongo. Na likiwapo neno lolote linginelo lisilopatana na mafundisho yenye uzima, kama vile ilivyonenwa katika habari njema ya utukufu wa Mungu ahimidiwaye, niliyewekewa amana. Nini tunafundishwa hapa katika siri ya kwanza hii ya onyo juu ya walimu waongo? Tunafundishwa kwamba kuwa kuna walimu wengi katika ulimwengu huu. Kuwa mwalimu sio kazi kubwa sana. Kazi kubwa ni ya kuwa mwalimu na kuyafanya unayoyafundisha. Siri ya pili, neema ya Yesu kwetu. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 12 hadi 20 inasema: Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu,
akaniweka katika utumishi wake. Ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuuzi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Ni neno la kuaminiwa, tena lastahili kukabilika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakaomwamini baadaye, wapate uzima wa milele. Sasa kwa mfalme wa milele, asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana, Mungu peke yake, na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hili liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengine wameisukumia mbali, wakaangamia kwa habari ya imani. Hakuna mtume wa Yesu anayemzidi Paulo aliyeliuzi kanisa la Yesu. Lakini pia hakuna mtume aliyefanya kazi kubwa ya kujenga ufalme wa Yesu Kristo kwa juhudi kubwa na umahiri mkubwa sana anayempita Paulo. Hata Yuda Iskarioti, pamoja na kuwa chanzo cha mauaji ya Yesu Kristo, hakumfikia Paulo kwa kuliuzi kanisa. Sura hii inatuthibitishia kuwa upendo wa Mungu ni mkuu. Hivyo tunashauriwa tumuige Mungu wetu anavyotuonea huruma. Mpaka sasa hajaruhusu kiama, mpaka sasa tunaishi. Hivyo tuombeane baraka na mwisho mwema. Mungu anajua mwisho wetu. Hata hivyo hakuna aliye mkamilifu duniani, isipokuwa tofauti ni ukubwa wa dhambi zetu zinazosababisha tumuuzi Mungu. Tunaombwa tuwakumbuke, tuombeane, ili tunapoingia patakatifu tuwakumbuke na wenzetu, ili tupate neema wote kwa mkupuo, ili Mungu auponye ulimwengu kwa wakati mmoja. Ombi. Yesu, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni. Tuombeane baraka na mwisho mwema, maana sisi wote ni wa dhambi.